Kitabu cha Waamuzi sura ya 1. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana wakisema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanaani ili kupigana nao? Bwana akasema, Yuda atakwea. Tazama, nimeitia hiyo nchi mkononi mwake. Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea wewe pamoja nami katika kura yangu, ili tupate kupigana na Wakanaani. Kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Yuda akakwea, naye Bwana akawatia Wakanaani na Waperizi mkononi mwao, nao wakawapiga huko Bezeke, watu 10,000. Wakampata huyo Adon Bezek huko Bezeki, wakapigana naye, nao wakawapiga Wakanaani na Waperizi. Lakini Adon Bezek akakimbia, nao wakamwandamia na kumshika, wakamkamata vianda vyake vya gumba, vya mikono na vya miguu. Adon Bezeki akasema, wafalme 70 walikuwa wamekatwa vianda vyao vya gumba, vya mikono na vya miguu, waliokota chakula chao chini ya meza yangu, nami nilivyofanya mimi, Mungu amenilipa vivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa huko. Kisha wana wa Yuda wakapigana na Yerusalemu, wakaupiga kwa makali ya upanga na kuupiga moto huo mji. Baadaye wana wa Yuda wakateremka ili wapigane na hao Wakanaani waliokaa katika nchi ya milimani na nchi ya Negebu na nchi ya Shefera. Kisha Yuda akawafuatia hao Wakanaani waliokaa katika Hebron. Jina la Hebron hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Arba. Nao wakamuua Sheshai na Ahiman na Talmai. Kisha kutoka hapo akawafuatia wale wenye kukaa Debir. Jina la Debir hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath-Sefir. Huyo Karebu alisema, yeye atakayeupiga Kiriath-Sefir na kuutwaa, nitamuoza mwanangu Aksa awe mkewe. Naye Othniel mwana wa Kenaz, ndugu mdogo wa huyo Karebu, aliutwaa, basi akamuoza mwanawe Aksa. Ikawa hapo alipokwenda kukaa naye huyo mwanamke, akamtaka ili aombe shamba kwa baba yake. Na huyo mwanamke akashuka katika punda wake. Karebu akamuuliza, una haja gani utakayo? Mwanamke akasema, nipe baraka, kwa kuwa wewe umeniweka katika nchi ya Negebu, basi unipe na vijito vya maji pia. Karebu akampa vile vijito vya maji vya juu na vijito vya chini. Hao wana wa Mkeni, huyo shemeji yake Musa, wakakwea juu kutoka katika huo mji wa mitende pamoja na wana wa Yuda na kuingia hiyo nyika ya Yuda iliyo upande wa kusini wa Aradi, nao wakaenda na kukaa pamoja na watu wa hao. Kisha Yuda akaenda pamoja na nduguye Simeoni, na wakawapiga Wakanaani waliokaa katika Sefath na kuharibu mji kabisa, na jina la mji huo ulikuwa ukiitwa Horma. Pamoja na haya, Yuda aliutwaa Gaza pamoja na mipaka yake, na Ashkelon na mipaka yake, na Ekron na mipaka yake. Bwana alikuwa pamoja na Yuda, naye akawafukuza watu waliokaa katika nchi ya milimani, asiweze kuwafukuza hao waliokaa katika hilo bonde, kwa kuwa wao walikuwa na magari ya chuma. Kisha wakampa huyo Karebu Hebron kama alivyonena Musa, naye akawafukuza wale wana 3 wa Anaki. Lakini wana wa Benyamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa mji wa Yerusalemu, bali Wayebusi walikaa pamoja na wana wa Benyamini ndani ya Yerusalemu hata hivi leo. Nyumba ya Yusufu nayo nao walikwea kwenda juu ya Bethel, naye Bwana alikuwa pamoja nao. Kisha mbari ya Yusufu wakatuma watu waende kuupeleleza Betheli. Jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Luzu. Hao wapelelezi walimuona mtu
atoka katika huo mji, wakamwambia, tafadhali utuonyeshe maingilio ya mji huu, nasi tutakutendea mema. Basi akawaonyesha maingilio ya mji, nao wakaupiga huo mji kwa makali ya upanga. Lakini huyo mtu walimwacha aende zake na watu wote wa jamaa yake. Huyo mtu akaenda katika nchi ya Wahiti, akajenga mji, akaliita jina la huo mji Ruzu, nalo ndilo jina lake hata hivi leo. Tena Manase hakuwatoa wenyeji wa Beth-shean na miji yake, wala hao waliokaa Taanak na miji yake, wala hao waliokaa Dori na miji yake, wala hao waliokaa Ibream na miji yake, wala hao waliokaa Megido na miji yake. Lakini hao Wakanaani walikuwa hawakukubali kuiacha nchi yao. Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepata nguvu, ndipo walipowatia hao Wakanaani katika kazi ya shokoa, wala hawakuwafukuza kabisa. Efraim naye hakuwatoa Wakanaani walikuwa wakikaa katika Gezeri, lakini Wakanaani walikaa ndani ya Gezeri kati yao. Zabulon naye hakuwatoa wenyeji wa Kitron, wala hao waliokaa katika Nahalali, lakini Wakanaani walikaa kati yao, wakalazimishwa shokoa. Asheri naye hakuwatoa wenyeji wa Aka, wala hao waliokaa Sidoni, wala hao wa Arabu, wala hao wa Akzib, wala hao wa Helba, wala hao wa Afeka, wala hao wa Rehob. Lakini wa Asheri wakakaa kati ya Wakanaani hao wenyeji wa nchi, kwa kuwa hawakuwafukuza. Naftali naye hakuwatoa wenyeji wa Beth-Shemesh, wala hao waliokaa Bethanath, lakini alikaa kati ya Wakanaani hao wenyeji wa mji. Pamoja na haya, hao wenyeji wa Beth-Shemesh na wenyeji wa Bethanath wakawatumikia kazi ya shokoa. Kisha Waamori waliwasukumiza wana wa Dani waende milimani, kwani hawakuwakubali kuteremkia bondeni. Lakini hao Waamori waliendelea kukaa katika kilima cha Heles na katika Ayaron na katika Shaalbim. Pamoja na haya, mkono wa hiyo nyumba ya Yusufu ulishinda haya, hata wakawalazimisha shokoa. Mpaka wa Waamori ulikuwa tangu huko kupandia Akrabim, tangu hilo jabari na juu yake. Kitabu cha Waamuzi sura ya 2. Kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda Bokim, akasema, mimi nimewaleta ninyi mkwee juu kutoka nchi ya Misri, nami nimewaleta hata nchi niliyowaapia baba zenu. Nami nilisema, mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi, nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Zipomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkuisikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi, mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Ikawa hapo huyo malaika wa Bwana alipoyanena maneno haya kuwaambia wana wa Israeli wote, ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia, nao wakalitia jina la mahali pale Bokim, nao wakamchinjia Bwana sadaka huko. Basi hapo Yoshua alipowapa watu ruhusa waende zao, wana wa Israeli wakaenda kila mtu kuendea urithi wake, ili kuimiliki hiyo nchi. Watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua, hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, naye alipata umri wa miaka 110. Nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnath Heles, katika nchi ya vilima ya Efraim, upande wa kaskazini wa mlima wa Gaashi. Tena watu wote wa kizazi hicho
nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Wana wa Israeli walifanya yalikuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia Mabaali. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri, wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote. Wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana, akaghadhibika. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Maashtoleth. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao kuwatenda mabaya, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Kisha Bwana akawainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya watu hao waliowateka nyara, lakini hawakuwasikiliza hao waamuzi wao, maana walifanya uasherati kwa kuifuata miungu mingine. Wakajiinamisha mbele yao, wakageuka upesi na kuiacha njia ile walioiendea baba zao, waliozitii amri za Bwana, bali wao hawakufanya hivyo. Na wakati Bwana alipowainulia waamuzi, ndipo Bwana alikuwa pamoja na mwamuzi huyo, akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote za mwamuzi huyo, maana Bwana alighahili kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya watu wale waliowaonea na kuwasumbua. Lakini ikawa wakati alipokufa mwamuzi huyo, wakarudi nyuma, wakafanya maovu kuliko baba zao kwa kuifuata miungu mingine ili kuitumikia na kuinama mbele yao. Hawakuacha matendo yao wala njia zao za ukaidi. Basi hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akasema, kwa kuwa taifa hili wamelihalifu agano langu nililowaamuru baba zao, wala hawakuisikiliza sauti yangu, mimi nami tokea sasa sitalifukuza taifa mojawapo la hayo aliyoyaacha Yoshua alipokufa, ili kwa njia ya hayo nipate kuwajaribu Israeli, kwamba wataishika njia ya Bwana kwenda katika njia hiyo au sivyo. Basi Bwana akawaacha mataifa yale, wala hakuwafukuza kwa upesi, wala hakuwatia katika mikono ya Yoshua. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3. Basi haya ndiyo mataifa ambayo Bwana aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, yaani awajaribu hao wote ambao hawakuvijua vita vyote vya Kanaani, ili kwamba vizazi vya wana wa Israeli wapate kujua, ili kuwafundisha vita, hasa wao ambao hawakujua vita kabla ya wakati ule. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanon, toka mlima wa Baal Hermon mpaka kuingia Hamath. Naye aliwaacha ili awajaribu Israeli kwa hao, apate kujua kwamba watasikiliza amri za Bwana alizowaamuru baba zao kwa mkono wa Musa. Basi wana wa Israeli wakaketi kati ya Wakanaani, hao Wahiti na hao Waamori na hao Waperizi na hao Wahivi na hao Wayebusi, wakawaoa binti zao, na binti zao wenyewe wakawaoza wana wao waume na kuitumikia miungu yao. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakawatumikia Mabaali na Maashtoleth. Kwa hiyo hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushan-Rishathaim mfalme wa Mesopotamia, na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushan-Rishathaim muda wa miaka 8. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa,
yaani Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Karebu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli, akatoka kuenenda vitani. Naye Bwana akamtia huyo Kushan-Rishathaim mfalme wa Mesopotamia mkononi mwake, na mkono wake ukamshinda Kushan-Rishathaim. Nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 40. Kisha Othnieli mwana wa Kenazi akafa. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana, naye Bwana akamtia nguvu Egloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Huyo Egloni akakutanisha kwake wana wa Amon na Amalek, akaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia mwokozi, Ehud mwana wa Gera Mbenjamini, mtu aliyekuwa mwenye shoto. Nao wana wa Israeli walimpelekea Egloni mfalme wa Moabu tunu mkononi mwa huyo Ehud. Ehudi alijifanyia upanga uliokuwa na makali kuwili, urefu wake ulipata dhiraa moja. Akaufunga huo upanga ndani ya nguo yake katika paja lake la mkono wa kuume. Kisha akamsongezea Egloni mfalme wa Moabu hiyo tunu. Basi Egloni alikuwa ni mtu aliyewanda sana, naye hapo alipokuwa amekwisha kuisongeza hiyo tunu, akawapa ruhusa watu hao walioichukua tunu wakaenda zao. Lakini yeye mwenyewe akageuka kutoka huko kwenye sanamu zilizokuwa karibu na Gilgali, akasema, mimi nina ujumbe wa siri kwako wewe, mfalme. Naye akasema, nyamazeni kimya. Watu wote waliokuwa wanasimama karibu naye wakatoka na kumwacha. Basi Ehudi akamwendea, naye alikuwa anaketi peke yake katika chumba chake cha baridi. Ehudi akasema, mimi nina ujumbe utokao kwa Mungu kwako wewe. Basi akainuka katika kiti chake. Ehudi akaunyosha mkono wake wa kushoto, akaushika huo upanga, kuutoa hapo katika paja lake la kuume, akamtia tumboni mwake hicho kipini, nacho kikaingia ndani pamoja na huo upanga wenyewe. Nayo mafuta yakashikamana tena juu ya upanga, kwani hakuutoa tena upanga tumboni, nao ukatokea kwa nyuma. Ndipo Ehud akatoka nje barazani, akamfungia milango ya hicho chumba na kuifunga kwa ufunguo. Basi alipokuwa amekwisha toka nje, hao watumishi wake wakaenda wakaona, na tazama, hiyo milango ya chuma ilikuwa imefungwa kwa ufunguo. Nao wakasema, hapana budi amejifunika miguu yake ndani ya chumba cha baridi. Wakangoja hata wakatahayari, na tazama, hakuifungua milango ya chuma. Basi wakatoa ufunguo na kuifungua, na tazama, bwana wao alikuwa ameanguka nchi, naye amekufa. Naye Ehudi alikimbia hapo walipokuwa wakingoja, akapita huko kwenye sanamu na kukimbilia Seira. Ikawa hapo alipofika, akapiga tarumbeta katika nchi ya vilima ya Efraimu. Ndipo wana wa Israeli wakatelemka pamoja naye kutoka huko milimani, naye akawatangulia, akawaambia, niandameni mimi, kwa kuwa Bwana amewatia adui zenu wa Moabi mikononi mwenu. Basi wakatelemka na kumfuata, wakavishika vivuko vya Yordani kinyume cha wa Moabi, wala hawakumwacha mtu kuvuka. Wakati huo wakapiga katika wa Moabi watu waume wapata kama 10,000, ambao wote walikuwa wanene na wote mashujaa. Hakupona hata mtu mmoja. Basi Moabu alishindwa siku hiyo chini ya mikono ya Israeli, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 80. Tena baada yake huyo alikuwapo Shamgari mwana wa Anath, aliyepiga katika Wafilisti watu 600 kwa konzo la ng'ombe. Yeye naye aliwaokoa Israeli. Kitabu cha Waamuzi sura ya 4.
Hata alipokufa Ehud, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabin, mfalme wa Kanaani, aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Halosheth wa mataifa alikuwa amiri wa jeshi lake. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Basi Debora nabii mkewe Lapidoth ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Lama na Betheri katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoam toka Kedesh Naftali. Akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wa wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera, amiri wa jeshi lake Yabin, hata mto wa Kishoni pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami, ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami, mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedesh. Baraka akawakutanisha Naftali na Zabuloni waende Kedesh. Wakakwea watu 10,000 wakimfuata Debora, naye akaenda pamoja naye. Basi Heber Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni, yaani na wana wa Hobabu shemeji yake Musa, akaipiga hema yake mbali penye mwaroni ulioko Saanaim karibu na Kedesh. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba Baraka mwana wa Abinoam amekwea kwenda mlima wa Tabori. Sisera akayakusanya magari yake yote, na magari ya chuma 900 na watu wote waliokuwa pamoja naye toka Halosheth wa mataifa mpaka mto wa Kishoni. Debora akamwambia Baraka, haya inuka, maana siku hii ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabori, na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika gari lake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi hata Halosheth wa mataifa. Na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu akaifikiria hema ya Eli mkewe Heberi Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hazor na nyumba ya Heberi Mkeni. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushut, akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa kunywa, akamfunika, naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu yote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika.
basi akazimia akafa. Tazama, Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki. Akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule mtu unayemtafuta. Basi akamwendea, na tazama, Sisera amelala humo amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajini mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabin mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. Mkono wa Bwana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabin mfalme wa Kanaani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabin mfalme wa Kanaani. Kitabu cha Waamuzi sura ya 5. Ndipo Debora na Baraka mwana wa Abinoam wakaimba siku ile wakisema, kwa sababu wakuu walitangulia katika Israeli, kwa sababu watu walijitoa nafsi zao kwa hali yao. Muhimidini Bwana. Sikieni enyi wafalme, tegeni masikio enyi wakuu. Mimi nitamuimbia Bwana, nitamuhimidi Bwana Mungu wa Israeli. Bwana, ulipotoka katika Seir, ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edom, nchi ilitetemeka, mbingu nazo zikadondoza maji, na mawingu yakadondoza maji. Milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana, na hata Sinai ule mbele za uso wa Bwana Mungu wa Israeli. Katika siku za Shamgari mwana wa Anath, siku za Yaeli, njia kuu zilikuwa hazina watu, nao wenye kusafiri walipita kwa njia za kando. Maliwali walikoma katika Israeli, walikoma hata mimi Debora nilipoinuka mimi mama katika Israeli. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Moyo wangu unawaelekea maliwali wa Israeli waliojitoa nafsi zao kwa hali yao miongoni mwa watu. Muhimidini Bwana. Itangazeni habari, ninyi mpandao punda weupe, ninyi mketio juu ya mazuria ya thamani, na ninyi mnaopita njiani kwa miguu, mbali na kelele za hao wapigao mishale katika mahali pa kuteka maji. Hapo watatangaza matendo ya haki ya Bwana, na matendo ya haki ya kutawala kwake katika Israeli. Ndipo watu wa Bwana waliposhuka malangoni. Amka Debora, amka, imba wimbo. Inuka Baraka, wachukue mateka wao waliochukua mateka, mwana wa Abinoam. Ndipo waliteremka mabaki ya waungwana na ya watu. Bwana alishuka kwa ajili yangu, apigane na mashujaa. Kutoka Efraimu waliteremka wao ambao shina lao ni katika Amaleki. Nyuma yako Benyamin, kati ya watu wako. Kutoka Makili walishuka maliwali, na kutoka Zabulon wao washikao fimbo ya mwandishi. Na wakuu wa Isakari walikuwa pamoja na Debora. Kama alivyokuwa Isakari, ndivyo alivyokuwa Baraka. Waliingia bondeni kwa kasi miguuni pake. Kwenye vijito vya Reuben palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Mbona ulikaa katika mazizi ya kondoo kusikiliza filimbi zipigwazo ili kuita makundi? Kwenye vijito vya Reuben palikuwa na makusudi makuu mioyoni. Gileadi alikaa ng'ambo ya Yordan, na Dani mbona alikaa katika Melikebu? Asheri alikaa kimya penye bandari ya bahari, alikaa katika hori zake. Zabulon ndio watu waliohatarisha roho zao hata kufa, nao Naftali mahali palipoinuka bondeni. Wafalme walikuja wakafanya vita, ndipo wafalme wa Kanaani walifanya vita katika Taanak karibu na maji ya Megido. Hawakupata faida yoyote ya fedha. Walipigana kutoka mbinguni, nyota katika miendo yao zilipigana na Sisera. Mto ule wa Kishon uliwachukua, ule mto wa zamani, mto wa Kishon. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ndipo kwato za farasi zilikanyaga kwa sababu ya kuparapara kwao wenye nguvu. Ulaanini Meloz, alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake, kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Atabarikiwa. Ulaanini Melozi, alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake, kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana
kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni. Atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Aliomba maji na akampa maziwa, akamletea siagi katika sahani ya heshima. Akanyosha mkono wake akashika kigingi, nao mkono wake wa kuume ukashika nyundo ya fundi. Akampiga Sisera kwa hiyo nyundo, akamtoboa kichwa chake. Naam, alimpiga akamtoboa kipaji chake. Miguuni pake aliinama, akaanguka akalala. Miguuni pake aliinama, akaanguka. Hapo alipoinama ndipo alipoanguka amekufa. Alichungulia dirishani akalia. Mama yake Sisera alilia dirishani, mbona gari lake linakawia kufika? Mbona gurudumu za gari lake zinakawia? Mabibi yake wenye akili wakamjibu. Naam, alijipa nafsi yake jawabu. Je, hawakupata mateka na kuyagawanya vijakazi wawili kwa kila mtu? Kwa Sisera nyara ya mavazi ya rangi mbalimbali, nyala za mavazi ya rangi mbalimbali, ya dalizi ya rangi mbalimbali, ya dalizi pande zote mbili juu ya shingo za hao mateka. Na waangamie vivyo hivyo adui zao wote, Bwana, bali wao wampendao na wawe kama jua hapo litokapo kwa nguvu zake, nayo nchi ikastarehe miaka 40.